wako makaburini na sisi ni kundi ambao tupo duniani. Mwanafunzi mwenzangu, ustadhi, sheikh, mwalimu, mwana wa chuoni, endelea kuikumbuka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala isemayo, alam naj'alil arda kifatan ahyaan wa amwata. Ni istifhamu takrir. Kinachothibitishwa ni kwamba ardhi imefanywa kuwa ni sehemu ya mkusanyiko. Mkusanyiko huo ni kwa walio hai na waliokufa. Walio hai wanaitumia ardhi kwa chini, ni hawa mashekhe tuliowataja mpaka mtume wetu Muhammad SAW wako ndani ya makaburi yao, hata wale sahaba zake. Lakini pia walio hai tunaitumia ardhi kwa juu na waliokufa wanaitumia ardhi kwa chini. Weka akiba katika maisha yetu. Tandika hii kule Pugu kwangu, Kariakoo kwako, kule unganisha na kijiji chako, kwamba ndivyo hivyo uwaonavyo watu. Kuna kundi la walio hai tunaitumia ardhi kwa juu na kuna kundi la waliokufa wanaitumia ardhi kwa chini. Baada ya siku ya leo, masaa, dakika, masiku, sekunde, lakini mwaka, mwezi, hata uone mrefu, mmoja katika maeneo haya utatakiwa ubaki. Kama kuna aina ya maisha tunayopangilia kwenye maisha yetu, mipango endelevu ya 2030, 2026, 2027, 2028, hata 2040, lakini weka akiba kwamba ardhi hii ina mfumo wa kuwakusanya watu kwa eneo la chini, kwa maana wakazikwa, kama ilivyo pia ina mfumo wa kuwakusanya watu eneo la juu wakabakia kuwa hai. Kadri utavyowarahamu wenzako ndivyo ujiandae kurahamiwa. Kama ilivyo msemaji alituashiria toka kwenye jeneza, idha amalta ila alquburi janazatan fa'lam annaka ba'dahu mahmud. Inawezekana waliotajwa hapa na kurahimiwa wako ambao tulihudhuria mazishi yao, na wako ambao vifo vyao vimetokea mbali sana. Siwezi nikaongopa mtu kama mimi eti niliwahi kuhudhuria mazishi ya Abul Hasan Shadhili, au nilihudhuria mazishi ya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, au nilihudhuria mazishi ya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Bila shaka walizikwa kabla sijazaliwa, walizaliwa wakawepo wakazikwa. Kwa hiyo tukihudhuria hauli hizi, kana kwamba waandaaji wanajaribu kukumbusha eneo la akili zetu kwamba hawa ni mashekhe wanatajwa na wanakumbukwa kwa utajo mwema kutokana na ile athari na ushawishi waliouweka katika maisha yao. Akili zilibaki nao, nyoyo zikabakia nao, na ndimi zikawa nyepesi kuwataja wao. Mimi na wewe naye jiulize kwamba ni aina gani ya utajo utakuja baada ya kuondoka kwao. Ilhali mashekhe wanatufundisha kwamba mwanadamu yoyote aliyopo katika ardhi hii ni hadithun baada mauti, ni simulizi kwa watu baada ya kifo chake. Kwa hiyo cha msingi jiandae kuwa simulizi njema. Ndio maana unaona hadhara hii imewataja watu waliowahi kuishi katika wakati fulani, japokuwa hao watu sisi hatujawahi kuwaona wengine, lakini kwa yale walioyatenda walilazimika kubakia ndani ya nyoyo za watu, ndani ya akili za watu, na ndimi za watu zisiwasahau. Kama kuna kitu shughuli kama hii ya kishekhe mimi nimejifunza, niwaombe na sisi tujifunze. Lakini cha pili ambacho cha mwisho kwangu cha kumalizia, ukiziona shughuli kama hizi zinaashiria ile wema wa kuthamini wema waliotangulia. Si jambo rahisi sana katika maisha yetu haya kila siku kutukanana. Hatuishi kwamba kweli baadaye mtu atakufa afu waliobaki wakaendelea kumtaja kwa wema. Tunashuhudia kwenye social media, mitandao, namna mtu anavyomshughulikia mtu kumtukana, namna mtu anavyomshughulia mtu kumsanifu. Kuna wasiwasi kidogo, lakini hili tunalolifanya lililobakia katika shughuli za kitwarika ndilo lililofanywa na mashekhe wetu waliotangulia. Niliwahi kupekua kidogo katika abiyati za al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, nikamkuta akilifanya jambo kama hili kwa mwenzie aliyetangulia. Aliwahi kuandika maneno haya, nimalizie. Akasema kwamba laqad zana albilada wa man alaiha
imamu almuslimina Abu Hanifa biayatin wa atharin wa fiqhin kaayati zaburi fi sahifa farahmatu rabbina abadan alayhi madal ayami tuqra'u ma fi sahifa. Alisema lakad zana albilada wa man alaiha, ameipamba miji na waliokuwa kwenye hiyo miji. Lakini ni nani? Ni shekhe mwenzie, anakiri ni mwana wa chuoni mwenzangu, wakati wa uhai wake alifanya kazi. Imamu almuslimina Abu Hanifa, na si mwingine ni imamu almuslimina, alimuita ni kiongozi wa Waislamu, naye ni Abu Hanifa. Ukimwangalia Muhammad ibn Idrisa al-Shafi'i, ilikuwa ajitosheze na wanawachuoni wake, lakini bado alithamini mchango wa mwanawachuoni mwenzake. Leo tuna shida kumjua mwalimu mwenzio naye yuko kazini anafundisha dini. Tuna shida kumjua shekhe mwenzio naye kwenye ule msikiti anasimamia dini. Tuna shida kumjua shekhe mwenzio naye katika ile darasa anaelimisha dini. Anasema na msifu na kazi aliyoifanya ni kubwa. Lakini anasema alichowahi kukifanya biayatin wa atharin wa fiqhi, kwa kule kutoa fafanuzi za aya mbalimbali, hadithi athari mbalimbali, lakini pia na kutoa fiqhi, ile ufafanuzi wa matendo yanayomgusa mwanadamu. Japokuwa inawezekana kwenye hiyo fiqhi ipo kitu ambayo inapingana kifatwa na fatwa yake yeye Muhammad bin Idrisa Shafi'i, lakini anathamini mchango wa kazi ya mwenzie aliyeifanya. Lakini mwishoni, hebu libebe neno la thamani alilolisema, farahmatu rabbina abadan alayhi madal ayami tuqra'u ma fi sahifa. Rahma ya Mola wetu naiomba kwa Allah siku zote iendelee kumfikia mwenzangu, muda wa masiku yote ambayo watu wataendelea kusoma yaliyomo katika kurasa zake. Utaona anamtakia rahma mwenzake na kumtakia maghfira. Ndugu zanguni, pia kama kuna lipo la kujifunza tukiwa kwenye matukio kama haya, ni kuona wanawachuoni kundi wakiwarahamu wanawachuoni, wakitawasali kupitia wanawachuoni wenzao. Huku ni kuthamini mchango wa mwenzako aliyopita. Kama ni funzo litabakia kwetu, vipi na wewe unathamini mchango wa shekhe mwenzako?